Afrika Mashariki ni saa 12 kamili asubuhi, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Ujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya ya Amka na BBC asubuhi hii, manowari za jeshi la Israel zimekamata msafara wa kimataifa uliokuwa ukijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu huko Gaza na kukamata wanaharakati waliokuwa ndani ya meli hizo. Mtaalamu wa wanyama wa Uingereza Jane Goodall amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Aliwapenda sokwe kutoka moyoni, na haikuwa tu upendo kwa sokwe mtu, bali upendo pia kwa binadamu wengine ambao walikuwa wakifanya nao kazi, jamii iliyokuwa inamzunguka. Na je, mpango mpya wa Marekani wa kumaliza vita vya Gaza unaoungwa mkono na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ni wa kuaminiwa wakati vita hii sasa ikitimiza miaka 2? Mapatano hayo ya amani yatakuwa vigumu wakati mwingine kukubalika kwa wakazi wa Gaza, ingawa jumuiya ya kimataifa inategemewa sana kuunga mkono juhudi hizi. Alhamisi Oktoba 2 mwaka 2025, lakini kwanza ngoja mwenzangu Sarafina Robi akusomee muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina. Naam Skola. Asante sana. Tukianza ni kuwa meli za kivita za Israel zimezuia meli za kimataifa au flotila zilizokuwa zikijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu Gaza na kuwaweka kizuizini wanaharakati waliokuwa ndani ya meli hiyo. Esther Lombano na maelezo zaidi. Mwanaharakati kutoka nchini Sweden, Greta Thunberg, ni mmoja ya waliokuwemo kwenye meli hiyo ya kimataifa. Picha zilizotolewa na jeshi la Israel zinamuonesha akiwa amekaa kwenye moja ya meli hizo huku akizungumza na mwanajeshi. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema meli kadhaa za kimataifa zilisimamishwa kwa nia njema na waliokuwa kwenye meli hizo kuhamishiwa hadi bandari ya Israel. Msafara wa meli hiyo yenye zaidi ya boti 45 ina takriban wabunge 500, wanasheria na wanaharakati. Na kufungwa kwa mara ya kwanza kwa serikali ya Marekani katika miaka 7 kumesababisha huduma zisizo muhimu sana kuanza kusimamishwa. Mamia ya maelfu ya watu wanakaa nyumbani bila malipo, huku mvutano kati ya Republican na Democrats kuhusu mpango mpya wa matumizi ukiendelea. Hakeem Jeffries ni seneta wa Democrat, amezungumzia hali hiyo. Tunahitaji tu Republicans yenye busara kukaa chini na kufanya mazungumzo na sisi sote ili kufungua tena serikali ili kutunga muswada wa matumizi ambayo kwa hakika utashughulikia mzozo wa afya wa Republican ambao unawaathiri watu wa Marekani. Uchambuzi wa BBC umegundua kuwa Ukraine imeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vinu vya kusafisha mafuta vya Urusi mwaka huu, na hivyo kusababisha uhaba wa mafuta katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Idadi ya mashambulio yaliyoripotiwa mengine ndani ya maeneo ya Urusi imeongezeka tangu mwezi Agosti. Na salamu za rambirambi zinamiminika kumhusu mtaalamu wa utafiti wa kisayansi kuwahusu sokwe na nyani, yani primatologist wa Uingereza Jane Goodall, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Mhifadhi huyo alikuwa mtaalamu ulimwengu wa sokwe na nyani. Umoja wa Mataifa ulisema anaacha sifa kubwa. Njia tangulizi za Jane Goodall za kusomea ama kuwasoma kuhusu sokwe zilifichua kuwa walitumia zana na kuwa na jamii, hivyo basi kupendekeza uhusiano wa karibu kati ya binadamu na sokwe. Hii ni BBC. Na hivyo ndivyo ambavyo Sarafina Robi anavyomaliza kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Kama uko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunasikika kupitia redio Muungano Beni. Kule nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Pamoja FM na Mwenedu FM. Nchini Tanzania, Radio 1 ya Dar es Salaam na Radio Free Africa Mwanza. Uganda, Radio Paidha pamoja na Radio Kitara. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Kwa sasa unaweza tu karambaza hapo kaandika BBC Swahili na utatusikiliza moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga na tafadhali
Karibu tuweze kuangazia taarifa mbalimbali asubuhi ya leo, tukianza na taarifa hii ambapo jeshi la Israel limezikamata meli kadhaa zilizokuwa zikielekea ukanda wa Gaza zikiwa zimebeba misaada ya kibinadamu na kuwatia mbaroni wanaharakati waliokuwemo, akiwemo wanaharakati maarufu wa mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel, meli hizo ambazo ni sehemu ya msafara wa kimataifa wa Global Samad Flatla zilisimamishwa salama na abiria wake kupelekwa katika bandari ya Israel. Martha Saranga na maelezo zaidi. Israel imesema meli hizo ziliagizwa zibadili uelekeo wake mara moja kwa kuwa zilikuwa zinakaribia eneo la mapigano. Hata hivyo, kundi la GSF limeeleza kuwa hatua hiyo ya Israel haikuwa halali wala ya kujilinda. GSF pia limeishutumu Israel kwa kudai kuwa moja ya meli zake iligongwa kwa makusudi baharini. Imeandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa wanashambulia msafara wa amani wa kiraia kwa sababu mafanikio ya misaada ya kibinadamu yanamaanisha kushindwa kwa hatua yao ya kuzingira Gaza. Israel imesisitiza kuwa meli hizo zilikuwa zinakiuka vizuizi halali vya kivita vya baharini karibu na ukanda wa Gaza, ingawa bado haijafahamika wazi ikiwa meli hizo zilikuwa zimeingia katika eneo hilo lililozuiwa. Video iliyochapishwa na Israel inaonyesha Greta Thunberg akiwa ameketi kwenye meli akipewa maji na koti na mwanajeshi wa Israel. Taarifa ya moja kwa moja kutoka kwenye meli hiyo zinasema si meli zote zilizokamatwa kati ya 44 zilizofanya safari au kuondolewa abiria wake. Serikali ya Israel imeuita msafara huo kuwa ni uchokozi, huku ikisisitiza kuwa Greta na wenzake wako salama na wenye afya njema. Kwa mujibu wa GSF, baadhi ya meli zilizokamatwa ni pamoja na Alma, Suris na Adara. Pia wameishutumu Israel kwa kudhoofisha mawasiliano ya meli hizo kimakusudi ili kuzuia kutuma ujumbe wa dharura kuhusu ukamataji huo. Ni taarifa yake Martha Saranga. Mtaalamu wa wanyamapori wa Uingereza Jane Goodall amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Alikuwa mtaalamu maarufu duniani wa sokwe na uchunguzi wake ulisaidia kufichua uhusiano wa karibu kati ya binadamu na wanyama hao. Jane Goodall alikuwa mtu wa kwanza kuweza kurekodi tukio la mnyama akitumia kifaa, ambapo sokwe dume alikuwa akitoa mchwa kutoka kwenye kichuguu kwa kutumia kijiti. Kabla ya hapo ilidhaniwa kwamba binadamu peke yake ndio alikuwa na uwezo huo. Goodall aligeuka kuwa mwanaharakati akifanya kazi ya kuelimisha mamilioni ya watu duniani kuhusu pia mazingira. Nimezungumza na Butati Nyundo ambaye amefanya kazi na Jane Goodall kwa miaka 15. Tumegubikwa na giza la kuondokewa na nguli katika idara hii ya wanyamapori aina ya primate kwa maana primatolojia, kwa sababu yeye ni mtu ambaye alikuwa ni watu wa mwanzoni kabisa kusoma na kututambulisha kwa maana ya kutafiti wanyama jamii ya sokwe. Alifuatiwa na mtu wa karibu ambaye alikuwa ni profesa mwingine ambaye tulishampoteza. Alikuwa katika hifadhi ya taifa ya milima ya Mahale ambaye alifariki mwaka 2011, lakini alichelewa kwa miaka 5. Kwa Jane Goodall alianza kabla ya mwingine yoyote kwa maana ya kujifunza na kuwasoma sokwe kwa kipindi kirefu. Unadhani wewe kama mtu ambaye umefanya naye kazi, Jane Goodall atakumbukwa kwa mambo gani hasa? Moja kati ya mambo ya msingi kabisa ni pamoja na ugunduzi wake wa kipekee kabisa wakati anaanza kujifunza kuhusiana na wanyamapori aina ya sokwe mtu, ambapo kipindi hicho dunia yetu ilikuwa haitambui chochote kuhusiana na viumbe wengine, hasa viumbe waliokuwa wanashabihiana na sisi, kwa sababu sokwe ni wanyama ambao wameshabihiana kwa sisi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa dhumuni la kuwajifunza wao ilikuwa ni kutaka pia kujua kuhusiana na sisi binadamu. Kwa moja kati ya vitu ambavyo alifanya ugunduzi mwanzoni kabisa ilikuwa ni kugundua matumizi ya vifaa kwa maana ya tool ambayo sokwe walikuwa wakifanya. Amefanya gunduzi nyingi za msingi za kutusababisha sisi binadamu tukajitambua zaidi kuliko ambavyo tulikuwa tunajitambua mwanzoni. Katika maisha yake ama enzi za uhai wake aliamua kuishi kwenye hifadhi ya Gombe inayopatikana Tanzania. Kitu gani hasa ambacho utamkumbuka nacho na unazungumziaje maisha yake alikuwa akiishi na sokwe? Aliwapenda sokwe kutoka moyoni. Tofauti na mtu mwingine anafanya kazi na wanyama kwa sababu tu ni sehemu ya kazi, lakini yeye ilitoka moyoni. Na haikuwa tu upendo kwa sokwe mtu, bali upendo pia kwa binadamu wengine ambao walikuwa wakifanya nao kazi, jamii iliyokuwa inamzunguka. Na kwa kujitoa kwake katika umri mdogo, akiwa ni mtoto wa kike kutoka nchi za mbali, akisindikizwa na mama yake kuja kuanza kufanya shughuli zake za utafiti wa sokwe katika hifadhi mapori la misitu ya Gombe,
ilikuwa ni jambo kubwa sana, na atakumbukwa kwa mengi kwa sababu amefanya makubwa kwa maana ya kujituma na kujitoa na kuhakikisha Sokwe wanazoea watu na wanaweza kukaribiwa na kufungua mwanga kwa maeneo mengine kuendelea nao kujifunza na kuzoesha Sokwe. Na mazungumzo yangu hayo na Butati Nyundo yanakamilika hivyo, ambaye alifanya kazi na Jane Goodall kwa miaka 15. Mji wa El Fasher nchini Sudan umekuwa ukizingirwa kwa zaidi ya siku 500 sasa, ambapo raia 300,000 wakiwa wamekwama ndani, nusu yao wanakadiriwa kuwa ni watoto. Umoja wa Mataifa umetaja mji huu ambao upo katika jimbo la Darfur Magharibi kuwa kitovu cha mateso. Maelfu ya watu wanahangaika kupata chakula, huku mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yakiongezeka na kusababisha maafa ya watu kadhaa. Ni vigumu mno kuripoti kutoka ndani ya El Fasher, lakini BBC imeshirikiana na waandishi wa habari huko ambao walikwama na wanatupa taswira ya kila siku inayokumba wakazi wa eneo hilo. Tunakutahadharisha tu kwamba ripoti ifuatayo ya Barbara Plett Asher inayowasilishwa na Leila Muhammad ni ya kusikitisha. Hii ndiyo sura ya shambulizi baya zaidi nchini Sudan. Ahmed mwenye umri wa miaka 13 alijeruhiwa katika shambulio la makombora hivi karibuni. Bado unaweza kusikia milio ya mapigano. Mama yake anatuambia kwamba anahitaji matibabu, lakini msaada hapa ni vigumu kupatikana. Katika ziara nyingine, alituonyesha majeraha yake, mgongo wake uliokonda ukiwa ukumbusho wa njaa inayokumba mji huu. Hii ni El Fasher iliyozingirwa na wapiganaji wa vikosi vya wanamgambo kwa zaidi ya siku 500. Sasa vikosi vya RSF vimeanza kusogea karibu na maeneo muhimu ya kijeshi na vinaonyesha ndege hatari zisizo na rubani, yani drones, zinazosaidia mashambulizi hayo. Raia hawajasanzwa. Mabaki haya ya video yanaonyesha mashambulizi kwenye masoko. Mwezi uliopita watu zaidi ya 75 waliuawa katika shambulizi msikitini. Waokoaji hawakukuwa na sanda za kutosha kuvika miili yote. Sama anasema mwanawe mdogo alizikwa katika kaburi la pamoja. Alikuwa ameuawa siku moja iliyopita, kaka yake akijeruhiwa. Makombora yaligonga uwanja wa shule waliokuwa wamekimbilia kupata hifadhi. Aligongwa kichwani na jeraha lilikuwa kubwa. Ubongo wake ulitoka. Mwanangu mwingine aligongwa kichwani na vipande vya bomu na pia mkononi. Mimi nilijeruhiwa mguu wa kulia. Mamia ya maelfu wamekimbia El Fasher. Wale waliobahatika kufika salama wanasema watu walishambuliwa, kuporwa na kuuawa walipokuwa wakitoroka. Umoja wa Mataifa unatoa onyo kuhusu halifu zaidi iwapo wapiganaji wa RSF watateka jiji hilo. Vikosi vya wanamgambo vinakanusha kutenda uhalifu wa kivita, vikijaribu kutuma ujumbe tofauti kupitia video mpya zinazoonyesha wakipokea wale wanaokimbia, lakini wengi wanahofu kuhusu kile ambacho wiki zijazo zinaweza kuleta. Ni Leila Muhammad akikamilisha taarifa yake Barbara Plett Asher. Na sasa viwanjani na jezi nambari tete Omari Mkavara. Eti mwenye anajiangalia huyo jezi yako. Kwa nimesahau kwa jezi namba ngapi? Tende kazi. Namba 0 kumbe. Nianze moja kwa moja na matokeo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Bingwa mtetezi PSG alimpiga FC Barcelona goli 2-1, huku ashika mitutu wa London Arsenal akitakata mbele ya Olympiacos kwa kuwapiga goli 2-0. Borussia Dortmund walipata ushindi mzuri wa goli 4-1 mbele ya Athletic Club Bilbao kutoka nchini Hispania. Karabag FK waliwashangaza FC Copenhagen nyumbani walipowapiga kwa goli 2-0. Newcastle United kutoka nchini England wakapata ushindi mzuri pia kwa kuwapiga Union St-Gilloise kwa goli 4-0. Monaco na Manchester City limalizika kwa sare ya 2-2, huku Erling Braut Haaland akifunga magoli 2 na kufikisha goli lake la 52 katika michezo 50. Hii ni ile michezo ya ligi mabingwa Ulaya pekee yake. Bayer Leverkusen wakatoshana nguvu na PSV kwa sare ya 1-1. Napoli waliweza kushinda 2-1 dhidi ya Sporting Club do Portugal, magoli yote mawili ya Napoli yakifungwa na Rasmus Hojlund, huku manyambizi wa njano wa Villarreal wakitoshana pia nguvu na Vivi Vizeu vya Turin Juventus kwa sare ya goli 2-2. Leo kutoka kuna mwendelezo ile michuano ya Europa pamoja na Conference League, lakini nikukumbushe tu nchini Tanzania, ligi kuu Tanzania bara ilipigwa hapo jana ambapo wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club walijikusanyia alama 3 muhimu baada ya kushinda goli 3-0 dhidi ya Namungo, huku matajiri wa Azam
wakitoshana nguvu na JKT kwa sare ya 1-1. Katika kikapu timu ya Miami Heat wamemwongezea mkataba nyota wake Nikola Jovic kwa kumsaini mkataba wa miaka 4 wenye thamani ya dola milioni 62.4 ambayo utaanza kutumika 2026-27 kabla mkataba wake wa sasa wa dola milioni 4.4 uweza kumalizika. Wakati huo nikiwa namalizia, Golden State Warriors wamempa mkataba Al Horford wa miaka 2 ambaye ana umri wa miaka 39. Wakati Skola anaondoka, chukua iponi milioni 62, piga mahesabu ni shilingi ngapi? Chana na mimi wewe. Matangazo ya Amka na BBC. Habari kuu asubuhi ya leo, manuari za jeshi la Israel zimekamata msafara wa kimataifa uliokuwa ukijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu huko Gaza. Mtaalamu wa wanyama wa Uingereza Jane Goodall amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Na je, mpango mpya wa Marekani wa kumaliza vita vya Gaza unaoungwa mkono na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ni wa kuaminiwa? Hii ni BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu pia majira ya asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam nchini Tanzania linasema linashikilia watu 3 kwa tuhuma za kuharibu miundombinu ya mabasi ya mwendo kasi. Vyombo vya habari nchini Tanzania na mitandao ya kijamii viliripoti vurugu zilizozuka usiku wa kuamkia hii leo katika jiji la kibiashara, ambapo kundi la watu ambao hawajafahamika wameonekana kushambulia mabasi yaendayo haraka maarufu kama mwendo kasi. Hivi karibuni njia hiyo usafiri inayotegemewa na maelfu ya wakazi wa jiji hilo kubwa zaidi nchini Tanzania imekumbwa na malalamiko ya wananchi kutokana na uhaba wa mabasi hayo ikilinganishwa na idadi ya abiria. Taarifa zaidi inawasilishwa na Omar Mkambara. Picha za video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha baadhi ya vioo vya mabasi na vituo vikiwa vimevunjwa baada ya kushambuliwa kwa mawe. Hadi sasa haijafahamika chanzo cha vurugu hizo wala idadi ya watu waliojeruhiwa ama kukamatwa. Kufuatia vurugu hizo, jeshi la polisi imetangaza kuwakamata watu 3 kwa tuhuma za kuharibu miundombinu ya mabasi ya mwendo kasi, huku msako ukiendelea kuwapata wengine na kutafuta chanzo chake. Hivi karibuni zilisambaa picha za video zikionyesha abiria waliofurika katika vituo vya mwendo kasi wakigombea usafiri na mabasi mengine yakiwa yamepakia idadi kubwa ya abiria na kushindwa kufunga milango, na abiria wengine wakining'inia katika madirisha na katika paa za mabasi hayo. Hata hivyo, Jumatano asubuhi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alifanya ziara ya kushtukiza katika kituo kikuu cha mabasi ya mwendo kasi na kuomba radhi ya utumiaji wa usafiri huo na kuwataka kuwa na subra wakati serikali ikiendelea na mipango ya kutatua adha wanazozipitia ikiwemo kuongeza idadi ya mabasi hayo. Jambo la kwanza, kuendelea kuomba msamaha sana kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea. Lakini jambo la pili, nimekuja hapa kuwaeleza kwamba kabla wiki hili halijaisha lazima kutakuwa kuna mabasi angalau mapya machache yatakayoingia wakati tunatafuta suluhu ya kudumu. Na taarifa yake Omar Mkambara. Nigeria huzalisha karibu 40% ya mbegu za shea kote duniani, lakini vizuizi vipya vya biashara vinaathiri zaidi wanawake wanaozitengeneza. Mbegu hizi ambazo huchakatwa kuwa mafuta ya shea ni zao lenye thamani kubwa linaloendeleza biashara ya mabilioni ya dola kwenye vipodozi, chakula na dawa. Katika jimbo la Niger, familia tayari zinahisi athari zake, huku kipato kikipungua na maisha kila siku yakizidi kuwa magumu. Taarifa ya Toda Opeyemi kutoka Nigeria inawasilishwa na Belden Waliaula. Katika eneo hili la wazi, jimbo la Niger nchini Nigeria, sauti inayojirudia inasikika. Wanawake wakiwa wamekaa chini ardhini wakivunja maganda ya karanga za shea. Ila marufuku ya kutauza nje karanga za shea kwa miezi 6 imewacha hoi wanawake wengi wanaotegemea biashara hii ya shea. Kwa Hajaratu Isa, ambaye kazi yake ni kuvunja maganda ya karanga hizo za shea, tofauti inadhihirika.
Kazi hii ilipokuwa ikienda vizuri, tulikuwa tunalipwa. Hakukuwa na ugomvi kati ya wanaume wetu. Ila tangu sera hii mpya ianze kutekelezwa, hali imekuwa tofauti na waume wetu. Ila niliweza tu kupata tu shilingi 500 za Nigeria. Wafanyabiashara ambao hununua shia kutoka kwa wakulima sasa wamebaki na bidhaa hizo. Ila serikali inasema marufuku hiyo itaongeza thamani ya bidhaa hizo nchini Nigeria. Katika eneo la Mokwa, kiwanda kipya cha Salid Agriculture kimefunguliwa. Itakuwa kiwanda kikubwa zaidi Afrika cha kutengeneza mafuta ya shia. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Ali Saidu anasema marufuku ya kutouza mazao ya shia nje ya nchi imeimarisha biashara hiyo ndani ya nchi kutokana na kuwepo kwa usambazaji wa kutosha wa bidhaa hizo. Mara moja tulianza kupiga simu. Je, mna karanga za shia? Tunataka kusambaza shia. Kabla marufuku hiyo kuwekwa, hatukuwa tunapata taarifa kamili. Huu ndio mwenendo na mabadiliko ambayo yamechukuliwa na serikali na inanuia kuimarisha nafasi ya Nigeria katika soko la shia. Ni Belden Waliaula. Vikosi vya Israeli vimeshafanya mashambulizi mengine katika jiji la Gaza ambapo jeshi la ulinzi la Israeli linasema jiji hilo lipo karibuni kuzingirwa. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz anasema wakazi wana fursa ya mwisho ya kuweza kukimbia eneo la kusini. Hakujatolewa tamko lolote kutoka kwa Hamas kuhusu pendekezo la hivi karibuni la amani. Haya yanajiri siku moja baada ya mpango wa Donald Trump kumaliza vita huko Gaza unaokubaliwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini je, mpango huu ni wa kuaminika? Na je, vita hivi kombioni kumalizika? Nimezungumza na Sister Jane Kimathi, mhadhiri wa amani pamoja na mizozo kutoka nchini Kenya, pamoja na Mohamed Isa, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa. Kinachotokea ni wazi kwamba kutambuliwa ama mataifa ya Ulaya hasa kusema yanatambua uwepo wa taifa la Palestina kumefanya kuwe na mabadiliko katika sera za Rais Donald Trump, lakini pia Benjamin Netanyahu ambaye alikuwa hataki wazi mapatano mpaka kufikia hatua hii ya sasa. Kama kutakuwa na amani ya Mashariki ya Kati, Gaza, basi ni kutokana na hatua ambazo watakuwa wamechukua Marekani, na hivyo kumbakiza Marekani kuwa kama ndio taifa lenye nguvu linaloliamua ndilo litakapokuwa, pamoja na kwamba mapatano hayo ya amani yatakuwa vigumu wakati mwingine kukubalika kwa wakazi wa Gaza, ingawa jumuiya ya kimataifa inategemewa sana kuunga mkono juhudi hizi. Vinginevyo yatakuwa mapatano mengine ambayo yatapita pasi au juhudi za amani ambazo zitapita pasi na kuwa na matokeo yoyote. Asante sana Mohamed. Sister Jenny, nakuja kwako. Siku 5 kutoka leo hii Oktoba 7, miaka 2 itatimia tangu kuanza kwa mashambulizi haya. Mkakati huu sasa wa Netanyahu kukubali mapendekezo ya Donald Trump kumaliza hivi vita, je, ni ya kuaminika ama pengine ni njia tu ya muda, kwa sababu kumekuwa na juhudi nyingi zimekuwa zikiendelea lakini bado vita hii ilikuwa haikomi na haijakoma mpaka sasa? Ni muda mdogo kabisa. Alafu inaonekana hataki solution ya mwisho kabisa. Ni solution inaitangwa na kizungu instant solution, kwa sababu kuna mataifa mengi yanaangalia yanaendeleaje. Kama mwenzangu amesema, hatujui, hatuwezi tukaamini matatizo yataisha ama yataendelea ama amani itadumu. Tutasubiri tujue mani ukweli, kwa sababu yapita karibu miaka 2. Mbona kuna wengine walikuwa nauliza amani haijafanyika, inafanyika leo hii. Utawala wa Donald Trump, pengine Mohamed Isa, tunajua una ushawishi, lakini cha kujiuliza, unadhani kwa hili una nguvu kiasi gani mpaka kuweza kumsababisha Benjamin Netanyahu kuachana ile misimamo ambayo amekuwa nayo na hatimaye kuweza kufikiwa makubaliano ya kumaliza vita hivi vya kule Gaza? Ni vigumu kwa Benjamin Netanyahu kuchukuliwa hatua yoyote ile, hata na Marekani, au Israeli kuchukuliwa hatua yoyote na Marekani katika historia ya mataifa hayo mawili. Israeli ilishawahi kuishambulia Marekani mwaka wa 1967, merikebu moja ya Marekani iliposhambuliwa na wakauawa askari 102 wa Marekani, na Marekani hakufanya chochote. Na hii ni kuonyesha kwamba Waisraeli walioko Marekani, ambayo inajulikana kama Jewish lobby, ndio yenye nguvu na ushawishi mkubwa
hata kuamua ni nani awe rais wa Marekani au nani abaki kwenye madaraka. Kwa hivyo huwezi ukasema kwamba ni Trump ataamrisha kumwamrisha Benjamin Netanyahu. Sana sana kama alivyosema Jane hapo, itakuwa ni kama kupoteza muda ili upatikane muda wa ziada wa maongezi na Netanyahu aendelea na anachokifanya Gaza, kwa sababu unaposema katika sharti la amani hatutaki kuwaona Hamas wawepo kwenye mapatano hayo ya amani, ni wazi umeshayawekea kikwazo hayo mapatano, kwa maana ya kwamba hawatokubali. Kwa kuwa hawatokubali, basi Benjamin Netanyahu, endelea na unachofanya. Kwa kweli ni suala tu la ujanja au tuseme kununua muda ili linalokusudiwa lifanyike Gaza lifanyike. Tumeona katika mkutano mkuu wa Umoja wa mataifa mengi yamelitambua taifa la Palestina, kitu ambacho Benjamin Netanyahu yeye hakubaliani nacho kabisa. Pengine Sister Jane, unadhani Netanyahu kutokukubali taifa la Palestina kutambuliwa kama taifa huru kunaweza kuvuruga mpango huu wa amani ambao Marekani sasa imeusimamia kidete? Kukubali kwa mataifa mengine imeona shida imekuwa muda mrefu, na Netanyahu si mtu wa kuaminika. Lazima anasema ndio leo na kesho hasemi ndio, kwa sababu ya mataifa yenye yafanya ile na mpush nyuma venye mwenzangu amesema. Mataifa mengi yanataka amani, saizi atasema hivyo, lakini yeye naweza akaaminika mpaka ifike hiyo siku ya mwisho tuseme ya kuwa amani imetokea Palestina. Tunagojea tu mwenzangu tusikie yenye itatokea, lakini ombi letu ni amani. Mohamed Isa, siasa za ndani Israeli unadhani zina nguvu kiasi gani kuweza kuwezesha mpango huu wa amani na kusitishwa kwa vita kati ya Israel na Palestina kuweza kutekelezwa, hasa tukiangalia mawaziri wa mrengo wa kulia ambao wamekuwa wakitishia kujiondoa? Ni kweli siasa za ndani ya Israeli zina mchango mkubwa sana nini kinachoendelea Gaza. Kwa upande mmoja, Benjamin Netanyahu na umoja wake wa kuongoza Israel umeweza kwa muda wa miaka miwili sasa kuendelea kuwepo madarakani. Ukisoma kilichotokea mashambulizi yaliyofanyika ndani ya Israeli, wako hata wanaotuhumu kwamba shambulio hilo lilipangwa kwa namna fulani ili kunusuru utawala wa Benjamin Netanyahu uendelee kwa madarakani. Kipindi hicho shambulio linatokea hilo la Hamas, kulikuwa na maandamano makubwa sana ambayo hakika yalikuwa yanamuondoa Benjamin Netanyahu madarakani, huku akiwa anakabiliwa na kesi ile ya ufisadi. Kwa hivyo vita vimemweka madarakani, na ndio maana kwa namna yote ile lazima aendelee kuhakikisha yuko kwenye vita. Itakaposimama vita ya Gaza, utakuwa ndio mwisho wa Benjamin Netanyahu. Wale wanaomuunga mkono wanaendelea kupungua. Mohamed Isa, ukisema inaposimama vita ya Gaza ndio mwisho wa Benjamin Netanyahu, unamaanisha nini? Benjamin Netanyahu hajakaa madarakani muda wote, ile ni kwa sababu ya kuendeleza kukamata ardhi za Wapalestina, ukanda wa magharibi wa mto Jordan, maeneo hata ya Yerusalemu yenyewe, na hivi akitishia kuikamata Gaza moja kwa moja. Kwa hivyo ni vita ndivyo vinamweka kwenye madaraka Benjamin Netanyahu kuendelea kuwepo madarakani. Na mpaka sasa hivi jeshi la Israeli, wengi wanaojiunga kwenda vitani ni wale wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba ni vita ndio itafanya aendelee kwa madarakani. Ikisimama vita, Benjamin Netanyahu ataondoka na haitochukua hata wiki moja. Na asante sana Mohamed Isa. Pengine nije kumaliza na wewe Sister Jane, nafasi ya Hamas katika mkataba huu wa amani ambao kwa sasa unasimamiwa na Marekani uko wapi? Lakini pia miaka miwili hii inakwenda kutamatika tangu vita hivi kuweza kuanza, tunaona mwanga kiasi gani kumalizika kwa vita hivi? Katika hiyo hali ya mzozo wa Palestina, Hamas imekuwa mati ya kukanyangwa, na tumaini kuna direction wataishi na vita zitaishi, alafu tutakuwa na amani. Na asante Mohamed Isa, unamaliza vipi? Tumalize. Vita ya Gaza inaweza kusimama iwapo tu kweli Donald Trump ataamua simame, lakini kama anacheza hizi karata zake na Benjamin Netanyahu, vita ya Gaza haiwezi kusimama. Taendelea kuwepo pale, na watakaoumia ni Wapalestina, wanawake, watoto na wale wasiokuwa na uwezo, wakifa kwa njaa pamoja na kuuawa bila hatia ndani ya nchi yao. Mohamed Isa huyo, lakini pamoja na Sister Jane katika Amka na BBC asubuhi ya leo. Ndipo tunapotamatisha. Mimi ni Skola Kisanga na nakutakia asubuhi njema. Kwa heri.